Ilmu inagawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza, elimu ya sheria, na kundi la pili, elimu ya mazingira, elimu ya fani mbalimbali za kidunia. Ama elimu ya sheria ni wajibu kwa Muislamu au kwa Waislamu kuisoma elimu ya sheria, elimu ya dini yao, na huu wajibu umegawanyika katika aina mbili. Aina ya kwanza, wajibun aini, ni wajibu kwa kila Muislamu kusoma, asiposoma anapata dhambi. Nayo ni kwa kila Muislamu kufahamu namna gani ya kufanya ibada iliyoko mbele yake. Mbele yako kuna ibada ya swala, ni lazima ujue jinsi ya kuswali, usome unaswali vipi, ukisimama unasoma nini baada ya hapo, nguzo ni zipi, wajibu ni zipi, vitenguzi ni vipi, ni lipi ukilifanya swala inaharibika, ukisahau rukuu ufanye nini, ukisahau sijida ufanye nini. Yote haya uyafahamu kwa kuyasoma, sio unaswali kwa kubahatisha. Usipofanya hivyo unapata dhambi hata kama unaswali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, faya ayuha an-nas, usikum wa usi nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan na aliyojiri katika ahkam na aliyokuja baadaye, salatul Eid, kabla ya hapo zakatul fitr, kuiswali swala ya Eid, kufunga sita min Shawwal. Mlolongo wote huu unaonyesha umuhimu wa ilmu na kwamba ahkam zote za kisheria zimejengeka katika misingi ya ilmu. Na hapa tunataka tuzungumzie swala hili katika pande mbalimbali. Upande wa kwanza, je, ilmu ni lazima kusoma? Je, ni lazima kusoma na usiposoma unapata dhambi? Msimu huu ni msimu ambao tunafungua madarisi zetu za Kiislamu za kisheria. Baada ya Ramadhan, Shawwal, katikati, madarisi nyingi za Kiislamu zinafunguliwa ambazo zinasomeshwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla ya kugusia hili, kuna ilmu zingine watu wanasoma, tunasomesha watoto wetu, ilmu za mazingira, ilmu za ufundi, ilmu za uchumi wa hakadha. Sasa je, kusoma ni lazima na usiposoma unapata dhambi? Jawabu la swali hili tutalipata katika ufafanuzi ufuatao. Kwanza kabisa, inapozungumzwa ilmu ya kisheria, makusudio yake ni ilmu ya Qur'ani na Sunna. Bal sheria inapotamka ilmu ni ilmu ya kitabu na Sunna, ilmu
ya kujua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio ilmu, na inapokusudiwa ilmu zingine hubainishwa: elimu ya handasa, elimu ya uchumi, elimu ya utabibu wa hakadha. Kwa hiyo je, kusoma ni lazima? Ilmu inagawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza, elimu ya sheria, na kundi la pili, elimu ya mazingira, elimu ya fani mbalimbali za kidunia, za kibinadamu, za kitabibu, za kiuchumi, za kisiasa, wama ila dhalik. Ama elimu ya sheria ni wajibu kwa Muislamu au kwa Waislamu kuisoma elimu ya sheria, elimu ya dini yao. Na huu wajibu umegawanyika katika aina mbili. Aina ya kwanza, wajibun aini, ni wajibu kwa kila Muislamu kusoma. Asiposoma anapata dhambi. Kila Muislamu lazima asome. Aina hii ya kwanza katika elimu ya sheria, tumesema imegawanyika aina mbili elimu ya kisheria. Aina ya kwanza ni ile ya wajibu kwa kila Muislamu, nayo ni kwa kila Muislamu kufahamu namna gani ya kufanya ibada iliyoko mbele yake. Mbele yako kuna ibada ya swala, ni lazima ujue jinsi ya kuswali, usome unaswali vipi. Ukisimama baada ya takbiratul ihram unasema nini, unasoma nini baada ya hapo, nguzo ni zipi, wajibu ni zipi, vitenguzi ni vipi, ni lipi ukilifanya swala inaharibika, ukisahau rukuu ufanye nini, ukisahau sijida ufanye nini. Yote haya uyafahamu kwa kuyasoma, sio unaswali kwa kubahatisha. Ni wajibu wewe Muislamu kukaa chini na kujua mambo haya. Usipofanya hivyo unapata dhambi hata kama unaswali, kwa sababu unaswali kwa kufuata upepo unavyoenda, kichwa mchunga, ufahamu swala yako ikoje. Inawezekana swala yako imeharibika, hujui. Mbele yako kuna amali ya biashara, unafanya biashara fulani. Mfano, wewe ni muuza duka, una maduka, fa biashara wa maduka, fa biashara wa madini. Lazima ujue sheria inasemaje kuhusu biashara hii, namna gani ya miamala yake, namna gani ya zaka zake, vipi inakuwa haramu, vipi inakuwa halali. Mbele yako kuna ibada ya funga, tumetoka kumaliza ibada ya funga, lazima ujue. Mbele yako kuna ibada ya haji, lazima ujue hija inafanywa vipi. Unataka kwenda hija, lazima ukae kwa mwalimu usome hija inafanywa vipi. Wewe ni muuza mazao au mkulima unavuna mazao, lazima ujue mazao ninayovuna au ninayolima yanasemwaje katika sheria, lazima ufahamu. Wewe unaishi na mkeo, lazima ujue namna gani ya kuishi na mkeo, ni zipi haki za mkeo na ni zipi haki zako, ni maneno gani ukiyasema yanakuwa ni talaka, maneno gani si talaka. Mambo ya kusema nilikuwa namtishia kumbe ni talaka na zishafika 3, hatuyataki.
una mke, soma, jua ahkamu za talaka zikoje. Ni wajibu kwako wewe, ni lazima usome haya uyafahamu. Na hapo ndio makusudio ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila Muislamu, yani kwa kila Muislamu katika mambo ya lazima, katika ibada zilizoko mbele yake ni wajibu kusoma na kujua. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walilmu'minat. Jua na soma Muhammad, ufahamu kwamba la ilaha illa Allah, ujue tauhid kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ameweka mlango, al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake akasema, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, na akaleta dalili ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, akasema fabadaa bililmi qabla alqawli walamal, akaanza kwanza umuhimu wa kusoma kabla ya kutamka na matendo. Sasa sisi tunafanya matendo ya kiibada, matendo mbalimbali kabla ya kusoma. Sasa ikitokea mtu kakosea, akielekezwa anakuwa mkali, haelewi kabisa. Na jinsi ilivyo sasa hivi, njia za usomaji zimekuwa nyepesi. Mashaikh wanafanya kazi kubwa ya kutoa ilmu kwa njia mbalimbali, kwa kadri, kwa namna ambavyo utapata nafasi, asubuhi, mchana, jioni, baada ya maghrib. Watu wanafanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kazi ya kukusomesheni dini, kazi ya kutujulisha ahkamu za kisheria. Lakini watendaji wenyewe wa hayo matendo ya ibada wanaotakikana wayajue kiilmu hawaonekani katika madaris za ilmu au katika vikao vya ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، kigawanyo cha pili cha ilmu ya kisheria ni wajibun kifai. Tumesema kigawanyo cha kwanza ni wajibun aini, ni wajibu kwa kila Muislamu kusoma, na tumesema ni kusoma kujua ibada za lazima zilizoko mbele yako, au miamalat au taamulat, kuamiliana au biashara na mfano wake. Sasa aina ya pili ni kuisoma ilmu ya kisheria, lakini hii si kwa lazima, si lazima kwa kila mtu. Yaani kuisoma elimu ya kisheria kwa kubobea, kuisoma na kubobea na kuwa mashekhe, kupatikana mashekhe, kupatikana watoa hutuba, waandika vitabu, wasomeshaji, watoa darsa wa hakadha. Hii si lazima kwa kila Muislamu kuwa shekhe, si lazima. Na dalili ya hilo kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu utokaji wa kwenda kupigana jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana almu'minuna liyanfiru kafa, haifai kwa waumini wote watoke waende wakapigane jihad, ikawa katika mji wanaume wote wametoka kwenda kupigana jihad. Jambo hilo halitakikani,
bali anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, kwa nini lisipatikane katika kila kundi, kila watu, kila kabila, kila watu wa mji, wakapatikana watu ambao wao watatoka sasa kwenda kupigana jihadi, halafu wengine wakabaki. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, halafu wale wanaobaki wakaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, liyatafaqahu fi ddin, waisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wanaobaki, kwa kundi linaenda katika jihad, kundi linabaki. Sababu ya kubaki, liyatafaqahu fi ddin, waisome dini, wazame katika dini, wawe mashekhe na maulama. Waliundhiru qaumahu, ili wale wakirudi kutoka katika jihad waweze kuwasomesha na wasomeshe jamii kwa ujumla, waweze kusimamia mambo ya dini, usomeshaji, utoaji fatwa, uandikaji wa vitabu, wama ila dhalik, la'allahum yahdharun. Haya ndio maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba baadhi wakifanya mambo ya kheri, hata kama si maulama, wako katika kheri, wakaenda katika jihad au katika kheri, maadamu wanajua mambo ya msingi katika dini yao, wako katika kheri. Sio watu wote watakuwa mashekhe, lakini lazima kupatikane kundi katika wao libaki lisome dini. Kwa hiyo wale waliotoka na wanaofanya kheri zingine, na hapa amezungumza jihad, lakini tunapoleta katika maisha yetu ya kawaida, maana yake ni kwamba wako watu watafanya mambo mengine ya kheri katika jamii zetu. Wako watu wanafanya biashara, wako watu watakuwa na siasa, wako watu watakuwa katika maeneo mbalimbali ya maisha, lakini wajue mambo ya msingi ya dini yao katika mambo ya ibada, tauhid, mambo ya msingi, wajue mambo gani yanayovunja Uislamu wao na wanaotoa katika Uislamu, wajue mambo haya ya msingi. Lakini wote kwa pamoja katika jamii lazima wahakikishe kwamba kuna watu maalum wanaosoma dini, kuna watu maalum wana specialize katika dini, wawe mashekhe kwa ajili ya kuendeleza dini, wawe mashekhe. Kwa hiyo hizi madarisi ambazo tunazifungua katikati ya mwezi huu wa Shawwal, zina malengo mawili. Lengo la kwanza ni kupatikana mashekhe hao waliokusudiwa katika aya hii, wanatafaragh na kusoma dini, hawasome kitu kingine zaidi ya dini. Tabani watakuwa wanajua mambo ya msingi, kuandika na kusoma Kiswahili na nini, wako wengine wanajua mpaka Kiingereza, lakini wana specialize katika dini, na hii ni wajibu. Kwa tabia za baadhi ya Waislamu kuwadharau watu wanaosoma dini, wanaospecialize katika dini, ni tabia za ajabu, ni tabia za ajabu, haijulikani zinatoka wapi. Kwa nini wewe unapopatwa na jambo unamtafuta shekhe? Huyu shekhe kapatikana wapi? Kapatikanwa vipi? Ikiwa kila mmoja ataangalia watoto wake wasomee mambo ya dunia, mambo ya uhandisi, mambo na kila mmoja hataki mtoto wake asome dini, hii misikiti hii itasimamiwa na kina nani? Nani atahutubu? Nani atasomesha? Nani atasomesha katika hii misikiti? Nani atatoa durusi? Nani atafundisha jamii? Nani atatoa mawaidha? Nani? Ikiwa tutadharau wanaosoma dini, bali si kudharau, inatakikana tuwaunge mkono madaris kama hizi. Kila mmoja hakikishe, wewe usomi dini kwa kutafaragh, lakini hakikisha unasaidia kituo kinachosomesha dini. Vijana wanaosoma dini lengo lao wainue jamii. Kuna vitu kuvisema hatupendi, lakini inabidi wakati mwingine tuseme, wakati mwingine tuseme kama mifano. Mimi mfano binafsi, samahani kwa kuzungumza, lakini mimi binafsi nimekaa Saudi Arabia miaka 18.
nasomeshwa na serikali ya Saudi Arabia, kula kunywa, baadaye nikaoa na watoto wangu huko wakazaliwa huko, hospitali bure, hospitali bure, kila kitu bure. Halafu yani nikuambie tu kwamba labda kwa mwaka mimi na familia yangu kwa maisha ya Saudi Arabia zaidi ya milioni 10-15 nilikuwa natumia, naitia, sio tuseme natia hasara, lakini matumizi ambayo inalipia Saudi Arabia. Kwa kawaida mtu wa kawaida akifanya mambo kama haya anakusudia faida fulani ya kidunia, mambo fulani ya kidunia ndio anaokusudia apate faida kwa huyu mtu, anawekeza kwa huyu mtu. Lakini sijui kama hata huyo mfalme wa Saudi Arabia ananijua, sijui kama hata kama ananijua. Achilia mbali mfalme wa Saudi Arabia, huyo mkuu wa mkoa wa Madina sijui kama alikuwa ananijua au ananijua. Kwa nini wametoa habari zote hizi? Wamepoteza? La, wanafanyia kazi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufundisha baadhi ya vijana warudi katika jamii zao, wakafundisha jamii zao. Ni wajibu kwao kufanya hivyo. Je, sisi hatuna uwezo wa kufanyia vijana wetu hapa? Wafanya biashara hawapo? Wapo, lakini ni wachache sana ambao wanafanya kazi hii. Na laiti kama sikuhofia kwamba wenyewe hawataki ningewataja kwa majina, lakini siwezi kufanya kwa sababu wenyewe hawako tayari, lakini ningewataja ambao wanajitolea kwa nguvu kubwa. Lakini asilimia kubwa 99 wafanya biashara. Ninaposema wafanya biashara si lazima uwe mtajiri mkubwa sana. Wewe ni mdani mfanya biashara, unapata faida kiasi fulani. Angalia hizi madaris, angalia mashekhe, angalia wanafunzi wanaishi katika hali ya dhiki wanaosoma dini, lakini watu wakiambiwa wachangie jambo fulani la shule ya kimazingira wako mbele. Na tunapofanya haya au wanapofanya haya waliojaliwa, wanajiwekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huku ni kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, kutaja haya ni kwa ajili ya kuhamasishana. Aina ya pili, tumesema elimu imegawanyika aina mbili. Aina ya kwanza elimu ya kisheria, aina ya pili elimu ya kidunia, mazingira. Elimu hii hatusemi kwamba haina faida au sio lazima kusoma. Elimu hii Waislamu wanatakana wasome, bali wakati mwingine ni wajibu kupatikana baadhi ya Waislamu kusoma elimu hizi, wapatikane madaktari, wapatikane wahandisi. Lakini haina maana kwamba mtu kama hajawa daktari akasoma dini peke yake hana faida. La, haina maana kwamba mtu akisoma dini peke yake, si mchumi, si makenika, si mjenzi, kwamba hana faida katika jamii. La, faida anayo, kwa sababu anakuangalia jamii yako, anafundisha, anaamrisha mema na kukataza maovu. Leo tukiangalia kwa tathmini ndogo kabisa, kuanzia miaka ya 94, kuanzia miaka 94 mpaka kwenye 2005 au 2003, hali ilikuwa mbaya sana. Wanawake walikuwa wanatembea nusu uchi katika miji yetu kwa wingi, kwa idadi kubwa. Sasa hivi, yani nakusudia kwamba kipindi hicho mwanamke anayevaa niqab, mavazi ya kisheria, anasemwa, anaambiwa huyo jini huyo. Lakini sasa hivi alhamdulillah, tena walikuwa wanasema hivyo ni wanawake wa Kiislamu. Sasa hivi wanawake wote wa Kiislamu asilimia kubwa wanajistiri, hata wakati mwingine kama sio stara kamili, lakini kidogo afadhali. Hata katika sikukuu unaona watoto wamevalishwa angalau, unakuta wana hijabu hizo za kichwani. Ni kheri kubwa kuonyesha kwamba mashekhe kuongea kwao kuna faida, kufundisha kwao kuna faida, mawaidha yao yana faida. Laiti kama usingekuwa na mawaidha kama hayo tungekuwaje? Ayuha almuslimun, miongoni mwa athari za kuacha elimu ya kisheria ni kuenea ujinga, ni kuenea shirki, ni kuenea kwa kila aina ya uovu katika jamii. Leo hii tunaona
watu wanapata madhara na dhiki. Badala kuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaomba kwa Hasan na Hussein na Fatima na Ali. Subhanallah. Badala kuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wengine wanaomba kwa Badawi, kwa vinyamkera. Haya yote ni madhara ya kuacha ilmu. Lakini vile vile nitoe tambihi moja kwamba tunaposema ilmu tunakusudia watu wasome ilmu kisawasawa, na lazima uchague madrasa, markazi nzuri inayosomesha ilmu kisawasawa. Sio markazi au madrasa watu waenda kuimbaimba na kupiga madufu na kupoteza muda. Hivi kwa nini ukienda kumsomesha mtoto wako skuli unamchagulia shule nzuri, unamkagua mmesoma, lakini mtoto unambwaga madrasa asubuhi jioni kuimba na kupiga zumai, kupiga madufu na kukata viuno, wala umuulizi, bali unaona hilo ni sawa? Elimu sio kwenda kukata viuno na kuimba makaswida na kupiga ngoma. Wakae wahifadhi Qur'an, wahifadhi hadithi, wasome vitabu vya dini, wapate mwanga, wapatikane mashekhe. Sio hii habari ya kurundika watoto na kuimbisha. Hizi sio madrasa za kupeleka watoto. Yani kila mmoja anataka mtoto wake aendelee. Sasa mtoto wake ataendelea kwa kupiga dufu, ataendelea kwa kupiga zumai, ataendelea mtoto wako kwa kuimbaimba. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala salamata wal afia. Rabbana atina